Karibu tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kimichezo kutoka hapa. Bwana, siku ya leo tunaangalia upande wa kombe la dunia. FIFA World Cup au kombe la dunia la mwaka 2026 linatarajiwa kuanza mwezi Juni tarehe 11 mwaka huu 2026, litakalodumu mpaka mwezi Julai tarehe 19 mwaka huu 2026, litakalochezeka katika nchi kadhaa, nchi ya Marekani, Canada na Mexico, litakalokutanisha nchi takribani 48. Kupitia mashindano hayo, shirikisho la soka duniani FIFA limeweza kutangaza kuingia makubaliano na YouTube ili kufanya watakao kuwa wanafuatilia kombe la dunia la mwaka huu 2026 wafuatilie mechi kwa urahisi zaidi, hasa kupitia mitandao. Taarifa hiyo iliyotolewa na FIFA inayozungumzia juu ya makubaliano ya FIFA pamoja na YouTube inasema hivi: dakika 10 za mwanzo kwa kila mchezo zitaonyeshwa moja kwa moja kwenye YouTube. Baada ya hapo, mashabiki watahitaji kuendelea kuangalia mechi kwenye television au app rasmi. Baadhi ya mechi chache zinaweza kuonyeshwa nzima kupitia jukwaa hilo. FIFA pia itashiriki mechi za zamani na matukio maarufu ya soka kwenye YouTube ili mashabiki wapate kuangalia historia ya kombe la dunia. Wabunifu wa YouTube au content creator watapewa nafasi ya kipekee ya kurekodi matukio ya nyuma ya pazia kama vile mazoezi na maisha ya wachezaji kambini, kutoa uzoefu wa karibu zaidi kwa mashabiki. Kwa mujibu wa FIFA na mtandao wa YouTube, wanasema ya kwamba kuingia makubaliano hayo yataongeza idadi ya watazamaji na kuwafikia mashabiki wengi zaidi duniani, hasa vijana pamoja na kizazi cha sasa. Halikadhalika, shirikisho hilo la mpira wa miguu duniani FIFA limeweza kutambulisha sheria kadhaa ambazo zitatumika katika mashindano hayo ya kombe la dunia la mwaka 2026. Lengo la kuweka sheria hizo mpya kwenye mashindano hayo ni kwa ajili ya kupunguza tabia ya kupoteza muda kwa makusudi uwanjani na kuifanya michezo hiyo iwe ya haraka zaidi, na pamoja na kuboresha usahihi wa waamuzi wakati wa mechi. Sheria hizo mpya za FIFA zilizoongezwa katika mashindano ya kombe la dunia la mwaka 2026 ni pamoja na mchezaji atakayebadilishwa atalazimika kuondoka uwanjani ndani ya sekunde 10 mara tu atakapotakiwa kutoka. Endapo atachelewa kutoka uwanjani ndani ya muda huo, mchezaji atakayekuja kuchukua nafasi yake atalazimika kusubiri kwa dakika 1 kabla ya kuruhusiwa kuingia uwanjani. Hatua hii inalenga kuzuia ucheleweshaji wa kupoteza muda makusudi wakati timu yao inapokuwa inaongoza. Sheria nyingine pia, kutakuwa na mabadiliko katika namna ya kupiga mpira wa kurusha, yani throw in. Timu itatakiwa kupiga mpira huo ndani ya sekunde 5 baada ya kupewa nafasi hiyo. Ikiwa itashindwa kufanya hivyo ndani ya muda huo ambao umepangwa, umiliki wa mpira huo utapewa timu pinzani mara moja. Sheria hiyo inalenga kuharakisha mchezo, kupunguza ucheleweshwaji usio na lazima. Sheria nyingine kwa upande wa afya za wachezaji. Mchezaji atakayepata matibabu uwanjani atalazimika kutoka nje ya uwanja kwa muda wa dakika 1 kabla ya kuruhusiwa kurejea tena uwanjani. Hii inalenga kuzuia baadhi ya wachezaji kutumia matibabu kama njia ya kupoteza muda. Sheria nyingine, kutakuwa na mapumziko kwa kila kipindi kwa dakika 3. Kila kipindi muamuzi atasimamisha mchezo kwa dakika 3 kuwapa wachezaji nafasi ya kunywa maji na kupumzika. Pia FIFA imewaambia warushaji wa matangazo kupitia dakika hizo ni ruksa kuonyesha mapumziko hayo moja kwa moja ili mashabiki waone, na pia imefungua panzia la kukaribisha makampuni ya biashara kutangaza kupitia dakika hizo. Sheria nyingine, kupitia teknolojia ya video assistance referee, yani VAR, pia imeongezewa mamlaka zaidi. Itaweza kukagua matukio ya kadi ya pili ya njano pamoja na maamuzi ya mpira wa kona ikiwa kutakuwa na kosa lililo wazi na dhahiri katika uamuzi wa muamuzi wa uwanjani. Hii inalenga kuhakikisha maamuzi muhimu yanakuwa sahihi kadri iwezekanavyo. Bwana, hizo ndo sheria ambazo zimeongezwa katika mashindano ya FIFA World Cup mwaka 2026. Huku wachambuzi pamoja na wataalamu wa soka wameweza kutolea maoni yao kuhusiana na kuongezwa kwa sheria hizo pamoja na utaratibu mzima wa FIFA World Cup kuingia makubaliano pamoja na YouTube. Wamesema kuwa sheria hizo zinaweza kuongeza kasi ya mchezo na kupunguza vitendo vya kupoteza muda ambavyo mara nyingi vimekuwa vikilalamikiwa katika soka la kisasa. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata updates mbalimbali zinazohusiana na masuala ya michezo, teki, burudani pamoja na kufahamu masuala ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.